Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, Ijumaa ya tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2024, ya juma la 4 la mwaka B wa kanisa. Leo mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni sanjari na sherehe ya watawa wote. Karibuni tusikilize masomo ya leo. Somo la kwanza, somo katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 4. Na somo la pili, waraka kwa Waebrania sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 18. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 2 aya 22 hadi ya 40. Karibuni tusikilize Injili. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyokuwa torati ya Musa, wazee wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungwa mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wafanye kama ilivyo desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakistajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume kwa miaka 7 baada ya uwanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyo alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakitarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama walivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Wapendwa, leo zimetimia siku 40 tangu kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Kanisa linakumbuka na kusherekea sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni. Aidha, leo pia ni sherehe ya watawa wote. Kadiri ya mapokeo ya kanisa, sikukuu hii ya kutolewa Bwana hekaluni ilianza kusherekewa huko mjini Yerusalemu miaka 400 baada ya Kristo kuzaliwa, na ilisherekewa kama tunavyosherekea wakati wetu huu. Yaani, waamini walifanya maandamano kuanzia nje ya kanisa na kuingia ndani wakiwa na mishumaa inayowaka. Na tokea Yerusalemu, sikukuu hii na shamra zake vilienea sehemu nyingine mbalimbali ulimwenguni. Kuzaliwa kwake Yesu Mwokozi wetu kulitimia baada ya miaka takribani 500 kupita tangu kulipotangazwa na nabii Malaki. Rejea kitabu cha nabii Malaki sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Kwa kinywa cha nabii Malaki, Mungu anatangaza kumtuma mjumbe wake kumwandalia njia, na Mungu mwenyewe atakuja hekaluni mwake na kuwatakasa makuhani wake na watu wote wa Israeli na dhambi zao, na kuwa mwangaza wa mataifa. Rejea kitabu cha nabii Malaki sura ya 1 aya ya 11. Hivyo baada ya miaka mingi kupita, Yesu anazaliwa ili kutimiza mpango wa Mungu ambao aliutangaza kwa vinywa vya manabii wake watakatifu, na anazaliwa kwa wazazi Maria na Yosefu. Na leo hii ni siku ya 40 tangu kuzaliwa kwake. Kadiri ya sheria ya Musa, mwanamke yeyote akijifungua mtoto awe wa kiume au wa kike huwa najisi, na mwanamke huyo hakuruhusiwa kuingia hekaluni wala kugusa matakatifu kwa muda wa siku 40 endapo mtoto ni wa kiume, na kwa muda wa siku 80 endapo mtoto ni wa kike. Rejea kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 8. Kwa kufungwa na sheria hiyo na kwa msukumo wa sheria hiyo, baada ya siku 40 Mama Bikira Maria kama wanawake wengine ilimlazimu kwenda Yerusalemu kutoa sadaka ya kutakasika kwake na kumtolea Bwana hekaluni. Ndiyo maana Mama Bikira Maria anatolea sadaka ya njiwa wawili, sadaka ya mwanamke masikini. Matajiri nao walitolea sadaka ya mwana kondoo. Rejea kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 12 aya ya 8. Aidha, mtoto mwanaume aliyekifungua mimba wa mamaye ni mali ya Bwana. Wapendwa, kwa tendo hili lililokuu la kumtolea Bwana hekaluni, Mungu anashuka na kukutana na watu wake katika nafsi ya mwanaye mpenzi, na hivi Yesu mwenyewe anajitoa kwa Mungu ili awe sadaka hai, takatifu na ya kumpendeza, ambayo haijawahi kuwako kabla katika hekalu la Yerusalemu wala haitatokea hata baada yake. Na kwa moyo radhi na unyenyekevu, Yesu anajiweka chini ya maongozi na mamlaka ya Mungu, akilenga zaidi kukamilisha ukombozi wa mwanadamu aliyeanguka dhambini, na hilo ndio lengo la umwilisho. Katika safari ya matumaini ya wana wa Israeli, Mungu anatimiza ndoto yao ya kuishi kati yao. Roho Mtakatifu anamuongoza mzee Simeoni na Ana binti Fanueli kumpokea Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, na kuwa mwangaza na kuangazia wazee hawa kwa haki yao ya kudumu katika mafundisho ya Mungu. Mungu anatimiza kile alichokiahidi kwa vinywa vya manabii wake. Baada ya kuitazama haki hiyo iliyokuu sana, mzee Simeoni anaona hakuna kingine kilichobakia zaidi ya kwenda kwa amani.
rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 19. Wapendwa, hata leo katika jumuiya zetu wapo watu ambao kwa kuiga mfano wa Maria na Yosefu huwatolea watoto wao kwa Mungu ili watumike kadiri ya mapenzi ya Mungu. Watoto hao ndio watawa ambao kwa kweli leo ni sherehe yao. Watawa hawa kwa kuiga mfano wa Simeoni na Ana hujitolea kwa Mungu mwili na roho, na kwa kujikabidhi kwa mama yetu Bikira Maria aliye mwombezi wetu hudumu katika hali njema kwa Bwana. Aidha, kwa viapo vyao vya usafi wa moyo, ufukara na utii hubaki daima hekaluni wakimtukuza Mungu kwa sala na ibada na kwa maisha yao yote, na daima kuungana na Kristo aliye Mwokozi na kiongozi wetu. Nimalize tafakari hii kwa kusema kutokana na sherehe hii tunajifunza mambo yafuatayo. Mosi, Mungu anatupenda na daima anapenda tuokolewe. Ndiyo maana hata tulipokosa kwa kupitia wazazi wetu wa kwanza alikuja kututoa katika hila za mwovu Shetani na akakaa nasi daima. Hivi yatupasa kuwa safi mwili na roho mbele yake kwa kuishi maisha matakatifu. Pili, Mungu hutimiza ahadi zake muda na wakati ufaao, kwani katika Israeli wapo watu wengi waliotamani kumuona Mwokozi hata wakati wa kutolewa kwake, lakini iliwezekana kwa Simeoni tu kumuona, kumtambua na kumkiri kuwa Yesu ni Mwokozi wa dunia. Hivyo Mungu yupo na atatenda kwa wakati wake, kwa wakati unaofaa. Tatu, tuwasaidie wengine wasiojiweza, maskini, fukara, wanyonge na wahitaji wengine wote, kwani katika hao tunakutana na Mungu. Nne, yatupasa kutimiza wajibu wetu kwa jumuiya na wajibu wetu kwa Mungu, kwani kwa kufanya hivyo tunadumu katika ushirika na Mungu, naye anakuja na kukaa nasi. Tano, yatupasa kuishi maisha yanayompendeza Mungu siku zote kama mzee Simeoni na Ana binti Fanueli walivyoishi. Tukifanya hivyo, hakika nasi tutamuona Mungu na kutawala naye mbinguni. Na hili ndilo lengo na shabaha ya mioyo yetu, kumuona Mungu. Sita, maisha yetu ya hapa duniani hayakosi changamoto, na kuzikabili changamoto hizo ndiko kunakofanya maisha kuwa na maana zaidi. Tuombeane ili Mungu atende kupitia sisi yale anayopenda mwenyewe. Aidha, tuombee watawa wote ili waendeleze kazi ya uinjilishaji na kwa huduma zao waendelee kuzipatia ufumbuzi changamoto mbalimbali za dunia na hatimaye kufikia utakatifu kamili. Mwisho, tumtumainie Mungu siku zote na tumaini letu halitakuwa bure. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Deusi Gilbert Pindua kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.